Yesu semi sanga mobali. Finga biso pona nzambo yo tala bakoseka biso pona nzambo yo à toi l'honneur, à toi la gloire, l'incomparable Dieu. C'est lui qui se glorifie au milieu de nous. Tu es celui qui devrait venir. Tu n'as pas de prédécesseurs ni de successeurs. Tu es tel que tu es et tu mérites nos louanges, l'adoration et acclamation. Donne gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Glory to God. Hallelujah. Amen. Shalana Kushi Kumibiani Chena Biani Nebukole Shalana Nipa wipi Musungiri Shalana Kunshi Kumibiani Chena Biani Nebukole Shalana Nipa wipi Masangka Apabulobang Kaena Ni chendelelo Anuwewe Wakatupa Disanka Yakashiti Pabwi Pabwi Pi Pabwi Pabwi Pi Pabwi Pabwi Pi Masia wa moyo Mwambi chena biani Nebukole Shalana Ni Pabwi Pi Pabwi Pabwi Pi
babwi pi masilia wa moyo chena biani nebukole shalana ni babwi pi. Nous te rendons gloire au Seigneur. Sois et reste toujours près de nous. Nous sommes faibles. Seigneur, fortifie-nous. Nous voulons, Seigneur, demeurer près de toi. Car la joie de ce monde est temporaire. Mais lorsque nous sommes près de toi, nous glorifions, nous t'élèvons et nous disons que tu es digne. Merci Jésus pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 We salute our sister Mary who's here today. Na tunamsalimia dada yetu Mary ambaye iko hapa leo. Mary been gone forever, but she's here today. Praise the Lord. Ilikuwa masiku nyingi alienda, ila anakuwa hapa tena mara leo. How you feel, Mary? You feel great? Good. It's good to see you. Ni vizuri kukuona tena mara nyingine. Amen. Amen. We are more than happy Tunakuwa na furaha nyingi to see all of you who made it today. kwa kuwaona ninyi wote ambao mko hapa leo. Glory to God. Hallelujah. Are you there now? Okay. Let's start over. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome had brought sweet spice that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came into the sepulchre at the rising of the sun. And they say among themselves, who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were afflicted. And he said unto them, be not afraid. Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold, the place where they lay him. But go your way. Tell his disciple and Peter that he goes before you into Galilee. There shall ye see him as he said unto you. And they went out quickly, and they fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. Amen. Huh? Amen. Hallelujah. Amen. You are all familiar with this. Na nyinyi wote mnajua ili miandiko It is an wala neno. easy scripture that everyone can find. Ni ambalo linakuwa wepesi, kila mtu yote anaweza kuyapata. This is not a parable. Na ili haiko kama mfano. This is a true story and how that happened. Na ili ni historia ambayo iko ya ukweli na gisi gani ambayo inaweza kufanyikwa. The Lord suffered in the hand of his enemy. Na mfalme aliweza kuteswa na waadui wake. They beat him up.
walimpiga, They hang him on the cross. wakamutwika msalabani, They nail him. wakampatia jina, They humiliated him. waliweza kumtemea mate, And he died. akafariki, He died. akafariki. Hallelujah. Amen. That was a Friday Na hii ilikuwa ni siku ya 5, that the Lord died. siku ambalo aliweza kufariki, Hour before the Sabbath. na ilikuwa saa kidogo wakati sabato ipate For those kuanza. who expect Sabbath day, Na kwa wale ambao walikuwa wakichunga siku ya sabato, nobody could do nothing about it. hakuna yoyote ambaye aliweza kufanya kitu fulani. Everyone have to wait. Kila mtu ililomba achunge, Some forget about him. na watu fulani For wakamsahau some there was not hope anymore. na wakapoteza imani. We like to do the good thing Na tunakuwa tunataka kufanya vitu vizuri to the people that will may appreciate us. kwa watu ambao watatushukuru, When there is no one na kama hakuna mtu to yeyote appreciate you ambaye ataweza or kukushukuru to say thank you to you, wala kwa kuelezea aksanti, you feel like you don't need to do good things anymore. unajisikia eti kama hawezi kufanya vitu vizuri tena mara lingine. So was Jesus' case. Na hii ilikuwa ni shida ambayo iliweza kumfikia Yesu Kristo. His disciples run away. Wafasi wake waliweza kukimbia, Some deny him. wengine wakamkataa, Some betrayed him. wengine wakaweza He were kumgeukia, left all alone. akabaki yeye pekee. But in Sunday's morning, Na siku ya Mungu usubuhi, in Sunday's morning, very early, three women, wake watatu, Mary Magdalene, Maria Magdalene, Mary the mother of James, mama yake Yakobo, and Salome, na Salomoni, they went to the spirit. wakaenda huko They went to kaburini, the tomb wakaenda huko kaburini, where the Lord was laid. nafasi ambapo And mfalme they alikuwa akilala. have with themselves Wakaenda huko pekee, some spices. wakaenda na malashi Some spices so they can anoint him. ili wapate kuweka hiyo malashi kwa mwili wake. Hallelujah. Amen. They have whatever it takes Walikuwa na yale ambayo walikuwa na lazima so that they can anoint the Lord. ili wapate kumpagaa mwili wa mfalme. Why? Kwa nini? Because they did not have a time. Hawakukuwa na muda. You have to anoint the person and prepare the body before the burial. Unaweza kufanya yale yote mbele wapate kuzika mtu, kumpagaa mafuta mbele Not wamzike. after. Hapana, baada ya You yeye already kufariki. buried the person Wamekwisha kumzika and tayari, then you go back. unarudi tena. No. Hapana. The reason is because they did not have a time. Rezo moja ilikuwa kwa na kukuwa na Because of muda the Sabbath. kwa ajili ya sabato. Nobody was allowed to do anything. Hakuna yule ambaye alikuwa akiruhusiwa These kufanya women kitu lolote, Talk to themselves. na wakasema kwa pekee, We will wait tulichunga after the Sabbath baada ya and sabato then we're going to go. na tutaenda Very early usubuhi in the Sunday morning. siku ya Mungu. They wake up. Wakaamka, They get to the spikes. wakakamata malashi, They're on the way. walikuwa njiani. But while they're going, Wakati walipokuwa then wakienda, they realize wakasema ndani mwao, that ahead they're going to need some muscles. wakifika huko watakuwa na lazima ya mtu ambaye anakuwa na nguvu. While they are heading to the tomb, Wakati walipokuwa wakienda kaburini, they say to themselves, wakasema ndani mwao, who's going to roll the stone ni nani ambaye atajogeza hiyo over jiwe us? kwa kwetu? Hallelujah. Amen. Who's going to roll the stone? Ni nani ambaye atatuondolea hiyo jiwe? These women Na hao wanawake have idea walikuwa na mafikiri about how great the stone was. namna gani hiyo jiwe ilikuwa kubwa. So they need some men Walikuwa na lazima wa mwanaume that can help them to do the work. yule ambaye atawasaidia kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. But see, this woman loved the Lord so Na kwa much kuona kisha ambao walikuwa kumpenda mfalme wao, that they did not return hawakurudi to go
go look for the man, kuenda kutafuta mwanaume ambaye but they press atawasaidia. on and go. Wakasema tuendelee And kwenda. when they came in, Walipofika they saw that the stone has been rolled over. wakaona hiyo jiwe imekwisha kutoa tayari. There is a situation in your life. Unakuwa shida ndani ya maisha You are yako. asking a question, how is going to happen? Unajiswali namna gani Oh, who's going itafanyika? to help me? Nani ambaye I want to atakayekusaidia? tell you today Nataka nikuelezee that leo somebody have been take care of your kama situation. kuna mtu ambaye ameshakuchukua hiyo shida yako. Hallelujah. Amen. The woman was not wondering Na wakukwali kujiswali for someone to roll the stone nani ambaye atakayetoa hiyo so that the jiwe Lord will come out. ili mfalme apate They kutoka nje. wanted for them to get in. Walichunga wakaingia But nje. the Lord don't need someone to roll a stone for him to come out. Na walikuwa wakijishuka Because he is a God. kwani ni He mfalme. knew that he's going to die. Ni yeye ambaye He atakayefariki knew that he's going to stay in the tomb for atabaki ndani ya 3 kaburi days. kwa siku And tatu. after 3 Baada ya days, siku his tatu place is not going to be in a tomb. basi lake haitakuwa Somebody tena mahali tena says karibu kaburi. that the tomb is empty. Wakasema eti sa mtu. Hallelujah. Amen. He said to the Pharisees, Na akasema kwa to baba the scribe, kwa kuweza kufasiria and to all the Jews, kwa Wayahudi he wote, said to them, akasema kwao destroy this temple, muharibu hiyo and temple, in 3 days kwa siku tatu I will build it again. nitajenga They tena. never understood. Hawakuweza They kukubali never kama ni nini. understood. Hawakuweza I want to kusikia. tell somebody, Nataka nielezee mtu fulani, God Mungu don't look for the worker. Hallelujah. Mungu atafute God is not wafanyakazi. looking for the worker. Mungu atafute Those wafanyakazi that they're going to do the work wale ambao atafaa kufanya to take the kazi stone away. kwa kutoa hiyo God jiwe. is looking Mungu for those anatafuta that is going to witness. kwa wale ambao Those that is watakaokuja going to kujionea witness. pekee, wale ambao Those that are going to watakujionea talk about Yes. it. wale ambao We've been watasema there. And we amefariki saw na tuliona wherever that he said, yale ambayo alizosema exactly is what happened. ni yale ambayo The yanafanyika. message of the East today, Neno kwa ajili ya Pasaka he is the message of a peace. ni kwa ajili ya amani. They saw a gentleman Waliona who mwanamke wore the mmoja clothes in the white. ambaye alikuwa akivaa mavazi This meupe must be na wakasema an angel. huu ni malaika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The angel, Malaika they are the messenger. wanakuwa waliotumiwa When God wants to dispatch something, when I send a message, wakati Mungu anataka kutuma neno, he will dispatch angels. atatuma wa malaika. Hallelujah. Amen. When God wants to destroy the city of Sodom and Gomorrah, Wakati ambapo Mungu alitaka kuharibu Sodoma na he sent Gomora, angels. akatuma malaika. When God wants to bless Zachariah and Elizabeth, Wakati Mungu alitaka kubariki Zakaria na God Elizabeth, sent angels. Mungu akatuma malaika. When God wants to tell Mary what is going to happen, Wakati ambapo Mungu alitaka kumalizia God sent angel. Mungu akatuma malaika. The Bible said in Psalm 104, Na Biblia inasema ndani ya Zaburi in verse 4, ine, he has made the angel is a messenger, aliweza kuwafanya wa malaika wakuwe watumwa wake, and is a servant the flame of fire. na serpent Flame. na wapate kutuma jito la moto. Il a fait des anges ses messagers Aliweza kufanya wa malaika et de watumwa ses wake, serviteurs des flammes de feu. na watumishi wake wakakuwa Flamme de feu. moto. I don't know if whatever you say is right. Go ahead, read in your Bible, in the Swahili Bible. Hallelujah. Psalm 104, verse 4. Read that, because I don't believe in that Swahili. Read me that in the Swahili. Because Swahili ya Amerika huyu. Kama unawenda kudoda. Hallelujah. Amen. God, Mungu he don't look for the worker. hatafuti wafanyakazi, He looking for the witness. anatafuta wale ambao The wataka kujionea, witness is someone who have experience. yule ambaye Absalom. anakuwa na experience. Please read that. Psalm what? 104, verse 4.
That was not the verse for our message. We just want to verify the Swahili. Okay. You found it? Say amen. Haleluya. Amen. Acha tusome Zaburi 104 mstari wa 4. Uzifanye pepo kuwa wajumbe wake, miali ya moto watumishi wake. Amina. Amen. Amen. Mmacha ya moto watumishi wake. Yeah, amefanya miali ya moto kwa watumishi. The flame. Miali, the flame. The flame. Miali. It is not to make the servant fire, but to make them the flame of fire. Akawafanya wakakuwa sawa vile miali You ya moto. cannot control the flame Hawezi because it's a blow. inakuwa ikitoka nafasi. Hallelujah. Amen. But an angel Ila malaika is assigned anakuwa na kazi to give a message, kupana neno, to deliver the message. kutoa neno, Even though the Lord was risen, na wanajua kama Mungu amekusha but kufufuka, someone needed to give that message to the woman. ila kukue mtu ambaye atakuja kuelezea And wanamke the neno. angel saying to them, Na malaika wakasema kwao, come in kuja ndani and see na where he was ujione laid, nafasi alikuwa akilala, and go uende tell his disciple. waelezee wafuasi wake. That's a mean go testify. Uende inamaanisha uende useme, Go ushuhudie, tell his disciple uende waambie wafuasi wake, and tell Peter. waambie Petro. Hallelujah. Amen. Why? Kwa nini? Is it not Peter disciple? Petro haikuwa mfuasi wake? Hallelujah. Amen. Let me get your attention right here. Acha nikamate attention Is it yako. Peter also disciple? Kama Petro pia naye ni mfuasi wa Yesu, Let's do quick Bible study. tufanye Bible study mbio mbio. Is it Peter disciple? Petro Is it naye Peter ni one disciple, of the disciple? ni mmoja wa wafuasi So wake. why they are saying Kwa nini wanasema go tell the uende disciple waambie wafuasi wa and Yesu also tell Peter? na umwelezee pia Petro? Why Peter is special? Kwa nini Petro yeye anakuwa special? Hallelujah. Amen. Why Peter was special? Kwa nini Petro alikuwa special? I'll tell you. Nitakuelezea. Because Peter, Kwani Petro he's the one ni yeye who denied the Lord. yule ambaye aliweza kumkataa Yesu Before the Lord died, mbele ya Yesu kufariki, Peter denied him 3 times. akamkataa mara He tatu, denied the Lord. akamkataa So mfalme. Peter, Petro he has a guilty mind. na anakuwa akiweza So kujihukumu, that even though the Lord is rejected, kama Mungu amefariki, I will have a amefufuka, good relationship with him. sitakuwa tena nakutana naye Because vizuri. I denied the man. Nilimkataa, I was the first to promise niliweza kuweza that I will kupata, lay my life for him. nitafariki juu yake, Oh, but I denied him. ila nimkataa. But the Lord ready forgive Peter. Mungu amesha He kutayari ready kumsamehe forgive Petro. Peter. Amemfa- I want to tell Peter in this place Nataka mwezee Petro nafasi that the hii. Lord already forgive you. Mungu amesha Amen. kumsamehe Even if your tayari. pastor don't accept it, Yes. Na hata kama even if wachungaji wako your sin is hawakubali, looking too big, kama ulifanya the kitu Lord already kikubwa, forgive you. Mungu amesha The kutayari Lord already kusamehe. forgive you. Mungu amesha tayari Go kusamehe. and witness. Uende Go huko and tell about it. ushuhudie, useme Hallelujah. amen. I don't like when the microphone is too loud and my voice too loud. Hallelujah. Amen. It's God is good. All the time. And all the time. God is good. The angel said, Na malaika wanasema come, kuja see ujionee where he was laid. nafasi ambapo alikuwa akilala, That is a confirmation. na ile ilikuwa ni confirmation. Amen. Amen. But he's not here. Haiko hapa tena mara lingine, That is the proof. na hii ilikuwa ni proof. Hallelujah. Amen. The angel is telling them, Malaika anawaelezea, you know that he was here. unajua kama alikuwa hapa, And he is exactly where he was laid. alikuwa akilala hapa, But he's not here anymore. ila haiko tena hapa. That is a proof Na hii inaonyesha of his power. nguvu wake. Hallelujah. Amen. Who resurrected Jesus? Nani aliweza kumfufua Yesu Kristo? Who did it? Nani aliweza kumfufua Yesu?
who did it. He said Anasema to Pilate, kwa Pilato, when Pilate said to him, wakati Pilato aliposema kwake, don't you know haujui that I have a power kama ninakuwa na to nguvu put you to death, kwa kuweza kutuma and I also ufariki, have a power na ninakuwa na nguvu to set you free? kwa kuweza kukuweka huru. Jesus said, no. Yesu akasema hapana, No. hapana, Nobody hakuna yoyote can take my life away. ambaye anaweza kuchukua maisha I yangu. lay my life. Nina If I can lay it, kama I nimejitoa can take it back. ninaweza kujikamata. If I can give it, Kama I naweza can take it kupana back. ninaweza kuishukulia And tena. Jesus spoke Na Yesu Kristo akasema before he died. mbele ya yeye He kufariki, said, Father, akasema Baba, all yote is finished. imekwisha. Now into your hand Sasa ndani ya mikono I mwako submit my spirit. ninaacha moyo He wangu. gave it to his father Aliweza kupatia because he baba knows yake, kwani that anajua after 3 days, baada ya siku his tatu father is going to wake him up. baba yake Hallelujah. atafufuka tena. Amen. Hallelujah. Amen. You have what it takes. Unakuwa na yale ambayo kunayo ya maana. Don't wait for people. Usichunge watu, Tell about Jesus. waelezee juu ya Yesu. The message of the Easter Na neno juu ya is Pasaka the message of a peace. ni juu ya amani, Have a peace. kwa kuwa na We are serving not a dead God. hatumtumikie Mungu We ambaye are serving amefariki, the living one. tunakuwa tukimtumikia The Mungu ambaye difference anaishi. between us and them Na utofauti na sisi na wao, is it our Lord was dead yeye amefariki and then he came back in the life after 3 amerudi days. tena baada ya siku But tatu, today they serve the na Lord wale ambao wanatumikia Mungu who's wao still in the tomb until today. wanaendelea kukua ndani ya Our makaburi. God, it is not in the cross. Mungu wetu Our haiko Lord kwa is not dead. Mungu wetu haiko Our Lord is alive. Anaendelea kuwa He is risen. Anakuwa And na if sisi. he's risen, Na kwa everything that was dead, yote ya vyama vifariki, because he took your was dead in your life. yale ambayo ilikuwa ikifariki ndani ya maisha When yako, he's risen, anapofufuka he bring it up. anayekuja nalo. Hallelujah. Amen. He bring it up. Anakuja nalo. So you need to tell somebody Nalomba umweleze mtu fulani, that I don't need to do some work sina lazima kufanya kazi, because everything has been done. kwani yote All the price has been done. yale yote You may judge me because of my past, Unaweza kunichukua but the Lord that I serve already forgive me. I am not looking the past. I am looking at my future. I'm not worried about how my future is going to be like, sihangaike kwa nini maisha yangu itakuwa namna gani kesho, because I know kwani najua who hold my future. yule ambaye anakuwa And who hold my future, whenever he say yes, yana anasema ndio, there is no one hakuna that will yoyote say contrary. ambaye atasema When tofauti na yale whoever my anayosema. life say it's going to happen, Ndani it ya will maisha happen. yangu itafanyika na itafanyika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I know Ninajua he may take time. inaweza kuchukua muda, He may take a sacrifice. inaweza But don't be kujitoa. afraid. Usiogope, Don't be afraid. usiogope. I know you are looking for the Lord. Ninajua kama ukatafuta Mungu, Come in. kuja ndani, See where he was laid. uangalie nafasi ambapo alikuwa He's not akilazwa, here anymore. haiko hapa tena mara Go nyingine. and tell the Wende disciple. waelezee wafuasi, And go and tell Peter na uende ukaelezee that Petro he is now kama kwa sasa preceding you amekuja mbele yenu in Galilee. ndani ya So Galilea, where all will see him. kwa wote nafasi ambao patakao kumwona, Jesus is alive. na Yesu Kristo anakuwa akiishi. Hallelujah. Amen. Nobody can kill the church. Hakuna yule ambaye atakaye kuua kanisa, Nobody have a power to kill the church. hakuna yule ambaye anaweza kuua kanisa. People may have in their mind, Watu wanakuwa wakiua if we are not going to that church, kama hatuende kwa hiyo that kanisa, church is going to die. hiyo kanisa itafariki. You are fool. Unakuwa hauna You are akili, fool. hauna akili. The church is not going to die Kanisa halitafariki because the master of the church, kwani mkubwa wa he's kanisa alive. anaendelea The kiishi. founder of the church, Na he's alive. mkubwa wa kanisa He's going to bring a replacement. He's going to bring the better person, Atafanya the fasi person nzuri. that will understand Yule ambaye and will atasikia serve vizuri him. na God is atamtumikia. not looking for the work. Mungu He's atafuta looking for
for the kumtumikia, witness. Mungu anatafuta yule ambaye atakaye. Hallelujah. Amen. It is not about what you do. Yangaike na yale ambayo It is about unafanya. what God can do. Ni kwa yale ambayo Mungu And atakayoyafanya. if He can, Na kama we anaweza, na sisi pia tunaweza. amen. Amen. Many have a kill day gift Watu wengi wamesha kuua ile zawadi ambayo wamekuwa nalo. because they thought if Walizania they stop coming to the church, wakiacha kukuja kanisani, the church is gonna die. kanisa itafariki. No. Hapana. The Lord said to Peter, Wanasema kwa Petro, you are rock, unakuwa jiwe, and upon this rock na juu ya hii jiwe I will build my church, nitajenga kanisa and langu, the gate of hell, na the gate of hell milango ya kuzimu shall not prevail haiwezi against kukusimamia. it. Amen. Amen. No power Hakuna uwezo yoyote can overpower the church. ambaye inaweza kuja kusimamia kanisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The school is back. Na The school. masomo imerudi. The business is back. Business. Yes. Makazi zimerudi. Everything is back. Kila kitu yote imekusha kurudia. What is stopping them to say, let the church start going back the way it used to be? Nini ambayo inabaruhusu kusema eti acha kanisa lirudie kama ambavyo ilikuwa mbele? Because they are afraid of the church. Kwani wanaogopa kanisa. Amen. Amen. As long as the church stand, Wakati ambao kanisa inaendelea kukisimama, they play one work. mipango yao haitatumika. Hallelujah. Amen. The Bible says, Biblia inasema the kingdom of God ufalme wa mbingu suffer violence. inakuwa Suffer violence. Suffer. inakuwa ikiteswa. Yep. And the violence Na kwa wale ambao wanakuwa will washujaa take it by force. ni wale ambao watakaishukulia kwa nguvu. Hallelujah. Amen. Don't wait for the government to tell you to go pray. Usichunge wa government wakuelezea ndio ukaombe. They probably forget and they want you to forget it too. Wanasahau tayari, wanataka pia na wewe pia usahau. Today we are proclaiming Na leo tunaproklame the revival of the church. kwa ufufuko tena wa kanisa. Get out in your Facebook. Uende uingie kwa Go in your local church. uende Be with God. uende na ukwe na Mungu. Hallelujah. Amen. There is a power in the house of the Lord. Kuna kwa uwepo ndani ya nyumba There is la a Mungu. power in the house of the Kuna Lord. kwa nguvu ndani ya And nyumba la the Mungu. enemy know it. Na adui That's wanajua. why we are looking for the witness. Ndio maana tunakuwa tukiyatafuta kwa wale ambao Where is the watakayeshuhudia. man? Where is the man? Na ule mwanaume yuko wapi? All of them run away. Wamekimbia tayari. All of them was hiding Walikuwa kijificha, except for John. ni Yohana pekee. The rest run away. Wengine wote walikimbia. Judas already killed himself. Yuda aliweza kujiua. Peter was keep going, Petro aliendelea keep following, kufuata and he met with some girl. Some girl. na akakutana na wanawake moja, And the girl said, na wakamwelezea wanawake, you are one of his disciples. yuko mmoja ndani ya wafuasi wake. Peter said, Na Petro akasema, I don't know what you're talking about. sijui yale ambayo unasema. Hallelujah. Amen. He went further. Akaendelea kidogo, He met with some people, akakutana na watu wengine, and they say, na wakasema, you are one of them. uko mmoja wao. And Peter said, Na Petro akasema, no, hapana, I have not known the man. simjui huyu mtu ambaye mko mnasema. He went somewhere else Akaenda nafasi nyingine, because it was cold kwani kulikuwa baridi, and there was some fire. kulikuwa moto. Peter also want to join them Akataka akuwe so nao he can warm himself, na apate kujiweka so he can heat his kutu, body. ili apate kupata mwili But wake. someone look at him, Na mtu mmoja And akamwangalia say, akasema, you are uko one of him. mmoja wao. And Peter said, Na Petro akasema, no,
hapana, I am not. siko mmoja And wao. they're saying to him, Na wakasema kwao, you say you are not, unasema hauko, but you talk just like them. huko unasema kama vile Those wewe who are wao. together look like. Na wale ambao Those who are together act wanakuwa like them. kifanana. Why are you ashamed of your church? Kwa nini unakuwa Why are you kisalafu ashamed haya? of your pastor? Unasikilia wachungaji If wako your haya. pastor is a bigger, Kama mchungaji wako ni tell the mnene, people that he is my pastor. acha uelezee If watu your wangu. pastor don't have a knowledge, Kama don't be ashamed of him. Just be witness. acha uwe witness. Hallelujah. Amen. Witness. Ujionewe pekee. We know Tunajua that you are good people. kama mko watu You wazuri, came to look for the Lord, unakuja kumtafuta but mfalme. he's not here. Haiko hapa tena, He's back. amerudi, And at this time, na kwa muda he's huu not going to die anymore. hata fariki mara nyingine. Hallelujah. Amen. I got a good news for you. Ninakuwa na neno nzuri kwako. Whenever you feel weak, Wakati ambapo unajisikia eti unakuwa mzao, whenever that you feel like I don't pray anymore, wakati unajisikia eti kama hawezi kaomba mara nyingine, just know sema ujue there is someone kunakuwa mtu mmoja in the heaven mbinguni who sits at the right hand ambaye amekuwa akikaa kwenye of our mkono gods and mbele ya Mungu is wako, there na anakuwa hapo to intercede kwa kuweza kukuombea. for us. Amen. That's Jesus' Na- occupation. Hiyo ni kazi ya Yesu Kristo. He's serving now Anakuwa as akitumika a meditation, akituombea, akikuwa akituombea. He stand between God and the man. Anashimama katikati ya Mungu na wanadamu. He remind his father Anakumbusha baba yake about what he went through. yale ambayo aliweza kuyapitia. When you are weak, Jesus is there to intercede for Wakati you. ambao unajisikia unazaufika, Mungu Oh, anakuwa don't you turn your back on him now. Usimgeuzie mgongo, Keep telling about him. uendelee kuwaelezea watu Because you yake, and I, kwani wewe na we mimi deserve to die. tunakuwa na nafasi ya kuweza kufariki. But he say, Na anasema no, hapana, I'm going to die in your place. nitafariki nafasi Hallelujah. yako. Amen. Hallelujah. Amen. I read one history. Niliweza kusoma historia moja, I don't know if it's true, sijui kama ni la kweli, but I'll read it. niliyoyasoma. Let me share it with you. Acha nigawane na nyinyi. There was one man Kulikuwa mwanaume mmoja in the prison. ndani ya Who were in the prison. gereza, alikuwa huko ndani ya gereza. After the sentence, Waliposema neno la mwisho, he was found guilty. wakakutana eti aliweza kufanya hiyo makosa. And they said that they have to put him, Wakasema eti inaomba wapate kumweka apate kufariki. and this man, Na huyu mtu since he heard that they're going to kill him, akajua kama eti wataweza kumuua, he began to cry. akaanza kulia. When he cried, Wakati alipolia, he don't stop. hakuweza He kuacha. would cry all night long. Alilia usiku wote He would mzima, cry all day. alilia mchana Do you mzima. know how he was crying? Najua namna gani alikuwa He akilia. was not crying for him. Alikuwa haiko But he najililia, said, ila alikuwa akisema I'm going to die. nitafariki. Who's going to take care of my wife? Ni nani ambaye atakaye kushughulikia Who's going to take mke care of wangu? my children? Nani ambaye atashughulikia I'm gonna watoto wangu? die. Nitafariki. Who's going to take care of my family? Nani ambaye atashughulikia Every familia day. yangu? Kila He's siku crying. alikuwa Every alilia, night is crying. usiku mzima alilia. One officer, Na one ofisa soldier moja who was there, alipokuwa he hapo, listened to him alikuwa akimsikiliza every day, kila siku, every night. kila The man is usiku saying the same thing. alikuwa akiarudilia vitu The vimoja, soldier na huyu will askari not have a peace. hakukuwa na amani. So the day that they have to kill him, Siku ambayo ile wapate kumuua ikafarika, and the soldier came ikafika, in, na huyo askari akakuja he speak to the officer. akamwelezea mkubwa He wake, said, sir, akasema please, samahani, before you kill this man, mbele ya kumuua huyu mtu I got something to say. ninakuwa na kitu ambacho nataka kusema, Listen to me carefully. mnisikilize vizuri. He said, Akasema every
Every day, Kila siku, every night, usiku yote I've been watching this man nilikuwa nikimchunguza huyo mtu. crying for his wife, Alikuwa akililia mke crying for wake, his children. alikuwa akiwalilia watoto wake. He said, Akasema, who's going to take care of them? ni nani ambaye atakayewashughulikia? Please, Samahani, I am not married. sijawahi kufunga I ndoa, don't have any children. sina watoto yoyote. Sir, Mkubwa, release this man. umwachilie mtu, Let me die uniache mimi in nifariki his place. kwa nafasi yake. And they say, are you sure? Wakasema kwa ukweli? He said, yes, sir. Akasema ndio. Let this man go free. Mumwache aende awe Because huru, he may have a family. kwani anakuwa na He may familia, have children. anakuwa na watoto, He's a man. anakuwa But I ndani ya am ndoa, not. ila mimi siko Please ndani ya kill ndoa. me in Muniue his mimi place. kwa nafasi yake. And the officer order, Na wakapana nafasi release the man wamwachilie mtu aende, and they take the officer. wakamata take the soldier. yule askari, They took the soldier wakachukua yule askari and they slay him. wakamkata kichwa lake. Hallelujah. Amen. And the man Na huyu mtu went back akarudi to see his family. kwenda kuangalia He familia was yake. able to see his wife. Alikuwa na nafasi He tena was kuona able to mke see the wake, children. kuona watoto wake. Tell me, what you think is coming in this man's mind? Na nile ambayo ilikuwa ikiishi baki ndani ya mafikiri ya mtu. Hallelujah. Amen. This is exactly Na ili what Jesus did. yale ambayo Yesu Kristo pia aliweza kuyafanya. He died Alifariki for you. kwa ajili yako, He took your place alichukua nafasi lako, so that when you leave, kwani ukiishi you owe him everything. unakuwa You una deni owe him kwake, the breath of your life unakuwa na deni ya maisha because he yako. died for you. Alifariki juu And yako, that's why the scripture na says ndio maana neno in linasema 1 John chapter 4 verse 4, Yohane 1, he that is in us yule ambaye yuko ndani mwetu is greater than him that is in this world. ni mkubwa kushinda So yule ambaye yuko Jesus ndani ya dunia. died so that he can be in you. Kwani ili apate He's kukuokoa, now living in you. anaishi ndani mwako. You are the evidence Unakuwa that Jesus evidence is alive. kama Yesu Kristo. So whenever you sin, Wakati ambao you are unafanya denying dhambi, him. unakuwa ukimkataa. Whenever you do bad, Ukifanya kitu you kibaya, are killing him. unakuwa ukimuua. Hallelujah. Amen. My life Maisha must yangu be a life inapaswa that kuwa is maisha pleasing ya the one that kufurahisha died for me. yule ambaye aliweza kufariki juu yangu. The Bible says, Biblia inasema now sasa there is not condemnation hakuna tena to hukumu those who are under Christ, kwa wale ambao wanakuwa ndani ya who Kristo. I am fear, who I am fear of. Nitaogopa nani? I know who I am. Ninajua yule ambaye niko. I know that the Lord died for me. Ninajua kama Mungu aliweza But he's not dead. hakufariki, He's alive. anaendelea kiishi. If you meet with someone Ukikutana na mtu who will ask you a question, anakuswali what is the evidence kitu gani that you have ambayo anaweza kutuonesha that yuko Jesus nalo is alive? kama Yesu Kristo anaendelea kiishi? What is the evidence? Kitu gani Show me ambao unaweza that kunionyesha? the evidence Unionyeshe evidence that Jesus kama Yesu is alive. anaendelea kiishi. Many don't have the evidence. Watu wengi hawana evidence. Hallelujah. Amen. Many don't have the evidence. Watu wengi hawana kitu cha kuonesha. You may have a water, Unaweza kuwa na maji, you may have a soap, unaweza kuwa na sabuni, but you're still wearing dirty clothes. unaendelea kuvaa mavazi uchafu. Hallelujah. Amen. It is not because you have a water, Haiko kwani unakuwa na maji, not because you have a soap, haiko kwani unakuwa na that sabuni, your clothes will be clean. manguo yako itakuwa ya. You gotta put the clothes in the water Unaweza kuweka and manguo use yako. it with a soap, and so that you can wash it. The evidence that I have that Jesus is alive Evidence ambayo nakuwa na kwa kusema Yesu Kristo is anakuwa that akiishi. I was dead in the sin, Nilikuwa nikifariki ndani ya dhambi, but he washed away. amechukua dhambi zangu, He washed away my sin. amesafisha He dhambi made me zangu, new. amenifanya He niwe made kiumbe me kipya, new. amenifanya People kiumbe are kipya. surprised. Watu People wamekuwa, can say this is not the same. watu This is wanasema a eti kama different huyu one. yako yule ambaye alikuwa. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Amen. The Lord is my shepherd. Na Yesu Kristo I shall not want. na sitakuwa nikiogopa kamwe. Whatever that you need in your life, Yote ambayo uko nayo lazima just ndani ya maisha yako, know sema there is a someone kuna kwa yule that will provide. ambaye ataweza Even though kuletea if you don't see the way, hata kama he hauna will njia still make a yoyote, way. atafanya He will njia, still answer to your question. atajibu He jibu is a lako. God. Ni Mungu. Not because you believe, Haiko kwa even though if kubali. you've refused, Hata kama he's still a unakataa, God. anaendelea kuwa Mungu. Hallelujah. Amen. Oh, some of you are not here today. Kuku wengi katika teno ambao hawako hapa leo. He told them, Na akawaelezea don't say anything usiseme lolote to nobody, kwa mtu yoyote but only to his disciples. ila kwa wafuasi wake. Apostle Paul says, Na Paulo anasema the preaching of the cross na mahubiri ya msalaba is a foolishness to those who dare. The preaching of the difference between the Jesus na utofauti ndani ya Yesu and the Kristo high priest in the na Old Testament wale wakuhani is it that the high priest in the Old Testament au wakuhani wakubwa ndani ya Agano la Kale they were able to cover the sin. walikuwa wakiweza kufunika dhambi. Amen. Huh? Amen. But Jesus Ila Yesu Kristo washed. alikuja And akasafisha remove na akayatoa. So the devil Mwovu shetani is playing with your mind. anakuwa akicheza na mafikiri Is yako, trying to remind you anataka kukumbusha whatever you did yale ambayo uliweza so kuyafanya that he can hold you back, ili apate so that you kukurudisha can nyuma, have a guilty mind. ili tena upate kukuwa ukijihukumu. Hallelujah. Amen. Whenever you ask for forgiveness, Wakati ambapo naomba msamaha, God already forgive you. Mungu amekusamehe tayari. God already forget about it. Mungu amekwisha kuyasahau. Listen to the good news. Na msikie neno nzuri. He said, never Na I will leave you. nitakuacha, Never sitakuacha I will kamwe, forsake you. sitaweza kukuachilia. So if you see that things don't work in your life, Kama unasema kama hakuna njia lolote ndani ya maisha yako, don't worry. usiogope. It is a matter of time. Ni kwa muda mchache, It is a matter of time. ni kwa muda mchache. Hallelujah. Amen. It is a matter of time. Ni kwa muda mchache pekee. Your destiny, Njia lako it is nothing compared alifanane to what you are facing now. na yale ambao uko napita Let ndani kwa people sasa. call you name. Acha watu wakuite jina, Let people mock you. acha watu wakuchekelee, But you ila wewe pray for them. uendelee kuwaombea, Pray for them. waendelee kuwaombea. David said, Daudi anasema, the Lord is my shepherd, na Yesu Kristo and anakuwa I shall wangu not want. na sitaogopa. He led me Ananiongoza in the green pasturage. ndani ya He matulivu, prepared a table anatayarisha for meza me in the presence of my enemy. kwangu na kwa adui wangu. Even though I go through the shadow of death, Hata nikienda ndani ya njia I ya will kifo, fear not devil, because sitaogopa, that staff kwani najua comforted me. anakuwa akinipatia Surely nguvu. goodness and mercy, hallelujah, Amen. shall follow me Itanifuata all the day of my life. kila siku ya So maisha yangu, every day, kila siku the goodness of God neema ya and His Mungu mercy na that huruma endure wake forever inaendelea is upon your life. inakuwa ikiishi ndani ya Shake maisha it yako. off. Shake it off. Forget about it. Uyasahau, I say shake it off. shake it off. Uyatingize, Forget about it. uyasahau, Let it go. acha yeye, Because He already forgive you. kwani amekwisha Have a peace kusamehe in your tayari. mind. Uwe na Don't amani, be guilty. usijihukumu. Yes, I was a bad man. Nilikuwa mtu mbaya, Yes, Ndio. I was a killer.
nilikuwa nikiua watu. Yes, I Ndiyo, stole. niliiba. Yes, Ndiyo, I did all that bad. nilifanya vitu Yes, I vibaya. did. Ndiyo niliyafanya. Yes, I did. Ndiyo But niliyafanya. I am not Siko who tena I used to be. yule ambaye nilikuwa This is mbele. a new me now. Ni mimi nimekuwa If mpya. you're going to judge me, Au utaweza kunihukumu, let you go in my past. uende huko Leave wakati me nilipokuwa. alone. Uniache. Because I am not in the past. Kwani I siishi am in kama the siku present. iliyopita, ninakuishi kwa sasa. Hallelujah. Amen. Glory to God. Are you a witness? Are you a witness? Na uko witness. The reason that we have a testimony time in the church Na wakati ambao tunakuwa nafasi ya kushuhudia ndani ya kanisa, is because we want to witness what he did. kwani tunataka kujionea yale ambayo aliweza kuyafanya. Glory to the Lord. Amen. I promise you I won't be long today Nilikuahidi sitakuwa mrefu because I don't leo. want to add many things Sitaki niongeze that may vitu make you vingi forget. ambayo itatuma So tupate please stand kusahau. up now. Shimama, Please stand up now. samani ushimame. What is it that was dead in your life? Nini ambayo imekwisha kufariki ndani ya maishani mwako? Just like me, Kama mimi I'll say I used to. nitasema eti nilikuwa. No, Hapana. you don't have to. You used to. Hautasema eti kama nilikuwa. You need to be. Naomba useme kama niko. Hallelujah. Amen. Oh, I used to see dreams, Nilikuwaka naota mandoto and when those dreams happen, na hiyo mandoto zimefanyika. I used to see vision. Nilikuwaka nikiona ufunuo. Oh, I used to prophesy. Nilikuwaka nikitoa I profesi. used to speak the tongue. Nilikuwaka nikisema ndani. Oh, I used to preach. Nilikuwaka No. nikihubiri. Hapana. It is not about the past. Haiko kwa kusema kwa ile It ambayo is about iliyopita. present. Ni kwa sasa, yale ambayo It kwa is sasa. about today. Ni leo, Today ni leo, is a miracle day. ni siku ya miujiza. Today Leo is a miracle day. ni siku ya It's miujiza. a fresh starting day. Ni siku ya It's a kuanza day to kuja. forget about the pain and the sufferings. Ni kwa kusahau shida, To look at what the Lord kumwangalia Mungu is able to do. kama anakuwa na uweza ya Are kufanya you yote. expecting something? Unachunga kitu Are fulani, you want to see something from unataka God? kuona kitu fulani kwa Mungu. See around us. We are more than 12 people. Tuko watu kushindia 12. Jesus had only 12. Yesu Kristo alikuwa na watu 12. If today we talk about Jesus, Na kama leo tuko tunaongea juu ya Yesu Kristo, it is because those 12 witness. ni kwani wale 12 waweza kujionea You too, pekee. you can witness now. Na wewe pekee pia unaweza kuona. You too, you can talk about him Na now. wewe pia unaweza kuongea juu yake. Don't talk about him like he's dead, Usiongee juu yake kama vile amekufisha kufariki. but he's alive. Anaendelea kiishi. And the proof that he's alive Na proof ya kuonyesha kama ni kiishi is in you. iko ndani mwako. He lives in you. Inaishi ndani He mwako. have changed you. Anaishi, He have amekubadilisha, set you free. amekuweka huru. Don't be like a ngurube. Usiwe kama vile Don't be like a Paul. nguruwe. When the Paul they wash it, Wakisafisha nguruwe before you know, he go back to the na mbele mouth. ujue atarudi tena ndani ya matope. amen. Huh? Amen. You've been washed Unakuwa na lazima kuweza kusafishwa. with the blood of the Lord Umesafishwa tayari na damu ya Yesu that make Kristo you white as a snow. ambayo itakuweka ukuwe Don't mweupe store kama yourself theluji. anymore. Hallelujah. Amen. Amen. Huh? Amen. We thank God. Tunamshukuru Mungu. Let's pray. Tuombe. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, trust and true. With thanksgiving, I'll be your
Speak now. Useme sasa, Speak. useme sasa, This is a resurrection prayer na hii ni kwa for your life. maisha yako. Speak resurrection in every area Useme ufufuko that was dead in your life. yale ambayo yameshakufariki ndani ya maishani mwako. Refuse to see the enemy Ukatae kumwona adui dominate over your life. aje apate kuishi ndani ya maishani mwako, Because in reason, kwani aliweza kufufuka. he gave you power. Amekupatia nafasi. Oh yes. Not only he died, Haikuwa aliweza kufariki pekee, but he died so that he can brought back na aliweza kufariki ili apate kuturudishia everything and everyone yale yote na wale that wote the enemy was keep ambao mwovu shetani amesha in this kuchukua prison. nami ndani ya gereza. Now death, Na kwa where is your power? nguvu zako Where is your power? nguvu zako ziko wapi? The tomb could not keep him. Wakati ambapo kifo akiweza kumchukua The tomb could not hold him. mwovu shetani akiweza kumchukua, He come out alitoka nje with a power na uwezo to set free. kwa kuweka huru. He came out Alitoka nje with a power na nguvu to restore. kwa kuweza He kuyatengeneza. came out Alitoka nje with a power na nguvu to bless. kwa kubariki. He came out Alitoka nje with the power na nguvu of our reconciliation ya kuweza kufanya watu He na came walikuwa na out nje. Alitoka nje to change kubadilisha the circumstances. my circumstance. We give him a glory. Lord, we thank you for this Passover. You pass over all our deadly situation. You pass over our misunderstanding. And we thank you for the peace of mind. We thank you, Lord, for the happiness and your goodness. Let your peace speak in our time of confusion. Let your peace speak in the time of our misunderstanding. Father, let your peace speak to our broken heart. Yes, Lord, fill us now with your power to continue to proclaim, to continue to witness, because you are God and there is no other. You are everything that you stand for. You are everything that you say that you are. You are the ocean divider God. You are the miracle working God. You are the great I am. You are the King of the kings. You are the Lord of the Lord. You are the way maker. You are the history changer, God. We bless your name. Let it today be the day that we will remember for the rest of our life. We owe you everything. Our life is in your hands. And we thank you. Thank you, Father. Let it be a special blessing over your people on this day. I speak for those who are here and those who are not here today. Father, let your blessing locate them and find them wherever they may be. Let someone rejoice. Feel, Lord Almighty, wherever was empty, let them now proclaim the goodness and the power of God.
Glory, glory, glory. Once again, we say glory to you, Lord. Amen. Amen. Thank you. Nzambo yake na lolenge bato nyonso bayelaka te ozali nzambo ya kesa na kina bato